Mwokozi, nimekuja nilivyo, unitakase moyo wangu kwa damu yako. Mwokozi, nimekuja nilivyo, unitakase moyo wangu kwa damu yako. Mwokozi, nimekuja nilivyo, unitakase moyo wangu kwa damu yako. Mwokozi, nimekuja nilivyo, unitakase moyo wangu kwa damu yako. Mwokozi, nimekuja nilivyo, unitakase moyo wangu kwa damu yako. Nikubali Baba, unitakase moyo wangu kwa damu yako. Nikubali Baba, unitakase moyo wangu kwa damu yako. Nikubali Bwana, nikubali Baba, unitakase moyo wangu kwa damu yako. Nikubali Bwana, mwazimishe Bwana kwa ajili ya neno lake. Tukuze Bwana kwa sababu ametutendea mambo makubwa. Asante Mungu mfalme mtakatifu, Bwana wa majeshi, tunaendelea kulitukuza na kulinua jina lako Bwana. Wewe uliosema tusiwe na kimya mbele za madhabahu yako mfalme, katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Wewe ni Mungu uliyeshinda kabila la Yuda, peke yako Bwana, peke yako mfalme wa amani, peke yako Jehova Nishi, peke yako Elikibo, peke yako Adonai, peke yako mfalme majina yote mazuri. Tunakutukuza Jehova Nishi, tunakutukuza kwayo Bwana majeshi. Umetenda mambo makubwa Bwana, hukuchoka ukulala usingizi kwa ajili yetu Bwana. Wewe umekuwa pamoja nasi Bwana, umetondolea dhidi ya hatari za kila aina. Jehova Nishi, utukuzwe uinuliwe Bwana wa majeshi. Tunakurudishia heshima Bwana madhabahuni pako Mungu mfalme, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Wewe peke yako Bwana, peke yako mfalme wa amani, peke yako Jehova Nishi. Pokea Bwana toka katika vilindi vya mioyo yetu Bwana, nafsi zetu Bwana zinakuinua mfalme mtakatifu, na kuinua Bwana madhabahuni pako katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu mfalme, asante Bwana. Pokea sifa Mungu wetu kama unavyopenda, na ujitukuze kama unavyotaka, katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Nisikie ameni zenye kelele na shangwe nyingi kwa Bwana. Shukuru na kumtukuza Bwana. Haleluya, 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 haleluya. Pata nafasi ukae, pata nafasi ukae. Wafalme wa kwanza mlango 18 mstari wa 36.
Wafalme wa kwanza, miki yangu inagoroma. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 36. Neno la Mungu linasomeka hivi: Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Elia nabii akakaribia akasema, Bwana Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli. Hilo ni ombi la kwanza. Elia anaomba ijulikane, na maombi yake, ombi la kwanza anasema ijulikane ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli. Ombi la pili, na ijulikane ya kuwa mimi ni mtumishi wako. Ombi la tatu, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Ombi la nne, unisikie Bwana, unisikie, ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu. Ombi la tano, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wakurudie. Na ya kuwa wewe umewageuza moyo wakurudie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni siku yetu ya tatu ambapo tunakutana hapa kwa ajili ya tafakari ya neno la Mungu, na hususani habari hizi za kutumia madhabahu kujenga madhabahu, kutumia madhabahu kujenga madhabahu. Ni siku yetu ya tatu, na nimesoma haya maandiko na kuonyesha kimoja baada ya kingine, ili tu iwe rahisi kwako kuelewa kwamba hapa ndani pana ajenda 5 ambazo nabii Elia anaziendesha, na katika kuziendesha hivyo alitumia pia vitu 5. Jana kwa sehemu kidogo tuligusia habari ya jiwe, na mimi nikaona Mungu anataka tunganganie hapo kwenye jiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikukaribisha sana tutafakari pamoja habari hizi. Elia aliomba ombi hili la kwanza. Anasema ombi la kwanza Elia aliomba kwenye ule mstari wa 36, alipoanza tu ijulikane ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli. Ili ni ombi ambalo Elia anatamani Mungu ajulikane. Na nilikwambia jana, jiwe lile au yale mawe 12 hayakufanyika kwa kuiga kwa nabii fulani. Hayakufanyika kwa sababu mtume au mtumishi fulani ameshauri. Hayakuwekwa kwa idadi ya yoyote ile ambayo ungeweza kusema, ila ni idadi ya watoto 12 wa Yakobo, ambao Biblia inasema Mungu alimtokea Yakobo. Alafu hiyo siku, pamoja na purukushani zote ambazo Yakobo alishindana na Mungu na vitu vingine, akaona malaika wanapanda na kushuka, lakini Yakobo, Mungu akaamua kumpa jina, akasema kuanzia leo hutaitwa Yakobo, utaitwa Israeli. Manake jiwe lilitumika kumsaidia kupata jina jipya. Tutaona kwenye maandiko. Lakini nataka kukumbusha kwamba jiwe lilitumika kama hesabu, ambapo nikakwambia unapoomba au unapotumia madhabahu kwa ajili ya kushughulikia madhabahu, usiache kuwaombea watu wengine, usiache hesabu nyingine nyuma. Yaani ondoka kama Musa alivyosema ya kwamba tunatoka kwenye utumwa, tunaondoka tunaelekea nchi ya ahadi, sisi na watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Na hicho ni kitu muhimu sana, kwa sababu watu wengine tunapoomba tunajiombea wenyewe. Unajua ni rahisi sana ukafanikiwa, lakini ni kitu kigumu sana watu wengine wanaokuzunguka, kama ni familia yako au ni ndugu zako wako hawajafanikiwa. Unajua changamoto yake? Manake wao wanaanza tena kunyonya tena na wewe. Kwa badala ya kusonga mbele zile fedha zako kuanzisha miradi, unaanza kuwasaidia tena wao. Ndio maana huwa nakwambia hakikisha unawaombea na wao, ili mnapotoka mtoke pamoja. Sawa, wewe utakuwa umewazidi kwa sababu ni mwombaji, haipingiki hiyo, lakini angalau na wao kwa sehemu, likitokea jambo la kuchangia kwenye familia, angalau mnaweza mkashirikiana.
Nilitoa mfano mahali fulani, inatokea jambo la 100,000, wewe unachanga 80,000, uweza kuwa unachanga 4,400, wapo 5, 20,000. Haileti maana, ila waombe na wao watoke, kwa sababu madhabahu, kwa mfano madhabahu ambazo zinashikilia roho ya umasikini zinatakaka kukaa kwenye familia. Kwa hiyo ukifanikiwa wewe alafu wale wengine wamefeli, zinaanza kuwatumia wao. Nimeongea jana na mtumishi mmoja, tena nilikuwa kwenye maombi jana, na unajua jana nilikuwa nimevaa vizuri, si unajua yaani kwa ule mvao wa jana ilikuwa kila mtu anatamani niende kwake nikamwombee. Nilipofika kanisani jana, mimi nimejiondokea zangu, nimefika kanisani, mipango niende tu nikapige kinanda, niimbe, watu wa fellowship wakija waombe, watuongoze, mimi niwe msikilizaji. Lakini walipofika wakaangalia hivyo wakasema, wewe ndo utuongoze. Muda mwingine fichaga umaskini kwa kuvaa vizuri. Hey. Haleluya. Sasa jana nimekutana na mtumishi kwenye maombi. Ananiambia mdogo wake tangu mwezi wa kwanza anaumwa. Alafu mama yake naye ameanza kuumwa hivi karibuni. Kwa hiyo yamekuwa matatizo mawili pacha. Mdogo wake miguu, alafu mama yake ni pressure. Nikamwangalia, nikawa namuuliza Mungu moyoni, kitu gani kinahusika hapa? Nicho kigundua sio roho ya magonjwa, ni roho ya umasikini ambayo inakuja inasemaje? Inataka hawa waendelee kuumwa ili hawa waliopata kazi, wanaofanya kazi maeneo tofauti tofauti, wao wanahangaika kuchanga hela za matibabu, wanachanga hela za matibabu, wanachanga hela za matibabu. Kwa hiyo nikagundua kwamba roho ya kushughulikia hapa sio magonjwa. Alafu kingine ni kuambie mtu wa Mungu, shetani ana tabia ya kuhamisha vita. Okay, sijui kama nilifundisha hapa. Mnafahamu niliwahi kutoa mfano hapa, mfano wa uwanja, si ndio? Kwamba kuna uwanja wa mpira wa miguu na kuna uwanja wa mpira wa mikono, si ndio? Nikasema kwenye mpira wa miguu ukifunga goli na mkono wanasema faulo, sio goli, si ndio? Na uwanja wa mpira wa mikono hilo sawa, si ndio? Alichokifanya shetani kwenye ile vita, lengo hasa ni yule mdogo wake. Ila alipogundua kwamba focus imekuwa kubwa, wanakazana kumwombea, analeta na vita kwa mama ili muhamishe uelekeo, kwa sababu mama mara zingine ndo wanauma zaidi kumwombea, na msahau mdogo wake. Mdogo wake yule alikuwa mtumishi mzuri sana na muombaji, ana maono makubwa sana. Kwa hiyo adui anahamisha vita huku kwa mama, anajua tu mtahama kwa sababu mama anauma. Kwa hiyo mtakapoelekea kuomba zaidi kwa mama, mnamsahau huyu anapigwa. Akipigwa huyu familia nzima imepigwa. Kuna watu ni malango kwenye familia. Sijui hata nikonta kusema nini. Lakini kama ni wewe unakutana na hiyo hali, bila shaka Mungu amekuona. Bwana Yesu asifiwe. Turudi kwenye habari za jiwe. Elia alisimamisha mawe 12. Sasa naomba unitazame. Jiwe ndio linatengeneza muonekano wa madhabahu. Jiwe ndio linatengeneza muonekano wa madhabahu. Kwa lugha nyingine ni kwamba labda tuseme kama hii ndio madhabahu, maana yake alipanga mawe 12, hatujui kama alipanga 3 kwenda hivi, mara 4 yakafika, au alipanga 4 yakaenda hivi, yakajaa mpaka ikafika hatua ya madhabahu. Kwa hiyo jiwe, tukizungumza katika lugha ya Agano Jipya, nisikize vizuri, tukizungumza katika lugha ya Agano Jipya, tunaweza tukafananisha na meza ambayo huwa tunaitumia kwenye madhabahu. Tuko pamoja? Sasa kwenye hii meza kuna vitu kadhaa ambazo tunavipata kupitia hapa. Kwa sababu kumbuka, jiwe ndio linatengeneza huu muundo. Kwa hiyo ndio linatengeneza hii meza, kwamba okay, juu ya hivi vitu ndio vitakaa vitu gani. Ndio maana unaambiwa alipoweka kwanza mawe, ndio akaja akaweka kuni, akaweka sadaka na vitu vingine juu. Hakuvitanguliza chini. Kwa hiyo alipoweka hii meza, ndivyo unaona mishumaa, kwa sababu mishumaa inamaanisha kuni. Sina uhakika kama nitapata nafasi ya kutafsiri kila kitu kimoja kimoja, kwa sababu naona Mungu anataka tuingie kiundani kila kitu. Lakini hii mishumaa inasimama badala ya kuni, kwa sababu kumbuka zile kuni ndio zilizowasha moto, na hii mishumaa mnafahamu kinachofanyika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi vitu vyote vinawekwa juu, maana yake hata ile madhabahu tungeifananisha na meza. Na kupitia hii meza tunapata vitu vingi sana vya kiroho. Kwa sababu kwanza unaanza kugundua kabisa hata ushirika wa sisi na Mungu unapatikana kwenye meza.
roho ile ya umoja inapatikana kwenye meza. Kumbuka, tunapozungumzia meza hii, wakati huo tuna Mungu hapa, Yesu Kristo pale. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikuongezee kitu. Sina uhakika kama nitafanikiwa kusema kila kitu hapa. Biblia inasema kwenye Waefeso na nyaraka za Paulo nyingine, anasema tumeketishwa pamoja naye. Si ndio? Anasema tumefanyaje? Okay, Yesu amekaa hapa. Si ndio? Alafu Biblia inasema tumefanyaje? Tumeketishwa. Manake na wewe umekaa hapa. Nasema hivi, kama Yesu ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi, manake na wewe umeketi hapa. Kwa hiyo meza hii ipo hapa, ukimtazama Mungu hapa. Kwa hiyo hiki ni kiwango cha ndani zaidi cha maombi, ambacho sasa pamoja na kwamba ulikuwa unaomba ukiwa hapa ukijua kwamba Yesu yuko pale, Mungu yuko pale. Kwa hiyo inapofika mahali ambapo unaanza kuomba kwa misingi ya kugundua kwamba niko hapa, madhabahu hii hapa, Mungu huyu hapa. Mungu anisaidie kusema haya mambo kwa lugha rahisi. Biblia inasema tulikuwa wadhaifu, alafu Yesu, Mungu akatufufua pamoja naye Kristo. Yaani alitufufua pamoja na Kristo. Na alipotufufua anasema ametuketisha pamoja naye. Na Yesu anasema lugha nzuri sana kwenye Ufunuo, anasema yeye ashindaye nitampa kufanyaje? Kuketi. Yeye ashindaye nitampa kuketi. Maana yake tutakaposhinda tunapewa nafasi nzuri ya kuketi pale. Manake unaketi karibu na madhabahu. Manake inakuwa rahisi kwako wewe kuitumia hii madhabahu kuzipinga madhabahu nyingine. Ndio maana madhabahu nyingine zikitumia silaha aina yoyote zinashangaa zikuoni. Kwa nini? Kwa sababu wewe umeketishwa pamoja na Yesu kwenye kiti. Bwana Yesu asifiwe. Manake kila chochote kinachotaka kupita kifike hapo, kinang'ang'anizwa, kinajikuta huyu ndugu mbona tunamtafuta hatumuoni? Wakati fulani, ngoja niwape ushuhuda wa maisha yangu. Wakati fulani mimi nilikuwa napambana sana kwa ajili ya kijiji changu. Mnafahamu mimi ni mwandishi wa habari. Lakini kabla ya mwandishi wa habari nilikuwa mtu wa kawaida tu. Lakini nilikuwa najisikia maumivu. Kwa nini kwenye kijiji changu hata maji tu wanayotumia ni machafu kuliko maeneo mengine kwenye kata hiyo hiyo moja? Kwa kikao kinaniumiza, nikaanza kutafuta mbinu za kupambania hili jambo. Ndipo naanza kufahamiana na waandishi wa habari na nini. Lakini kilikuwa sio kitu chepesi, kwa sababu unajua viongozi wengine wa kiserikali hawapendi jambo kama hilo. Kwa hiyo wakaanza kuwinda, na mmoja wapo ambaye alitishiwa ni mama yangu. Alienda akaambiwa, kwanza kabla ya mama yangu nizungumze habari ya Mungu kukuficha. Wakawa wanafika kijijini, wanauliza huyo anayeitwa Melosupa ni nani? Na hilo ni jina langu ambalo mimi natumia kwenye kazi. Lakini wakati huo nilitumia kwa ajili ya kujificha. Nimezungumza jina, si ndio? Kazi yake ilikuwa ni kunificha. Kwa hiyo nilitumia hilo jina kama kificho ili wasinitambue kwa haraka kama ndo mimi ambao nasukuma hizo kampeni kuhakikisha kwamba kijiji changu kinapata maji. Wanaenda kuniulizia kijijini. Kijijini wameshanijua kabisa mimi ndo mpambanaji wao. Lakini wakasema hatumfahamu huyo mtu. Makusudi niwe salama, si unajua? Wamepambana hawawezi. Kumbe wanapoondoka kwenye kata kuelekea kijijini, wananipita mimi ofisini hapa. Mimi nawaona wale wanaenda. Wananipita na wengine kwa sababu nilikuwa nimeajiriwa, niliwaambia hapa kwamba kuna wakati nilikuwa nauza pembejeo za kilimo. Si mnakumbuka? Hapa nilisema hapa kwenye hii madhabahu. Wakati huo nauza hilo duka, wanapita pale na mara zingine, kwa sababu kule kijijini pia kuna mashamba, anaweza akapitia akachukua dawa akaondoka nazo akaenda kule kijijini. Lakini akifika anaulizia kwanza, huyu Melosupa ni nani? Afu kumbe kuna kijamaa moja kimekaa hivi, Mungu amekificha mahali. Wacha Mungu akufiche kwenye maisha yako. Wacha Mungu akufiche. Maadui wanapokutafuta, tufani inapovuma, lakini mwache Mungu akufiche. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Mungu anatuficha kwenye mbawa zake. Na mimi huwa napenda hiyo concept kwa sababu unaweza ukawa unaona baridi, Mungu acha akufiche. Unaweza ukawa unaona magonjwa, acha Mungu akufiche. Unaweza ukawa unaona vita, acha Mungu akufiche. Kumbuka Elia alikutana na vita, akaona maadui ni wengi sana. Akasema yule mtumishi wake akasema, "Nitavukaje hapa?" Akasema, "Tulia. Sisi Mungu ametuficha hatuonekani, ila walioko upande wetu
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nimezungumza habari za jina? Naomba nisome habari kwenye Mathayo. Kama sio Mathayo ni Yohana. Twende pale. Habari za jina. Kuhusu jiwe. Bado tumengangana tuna jiwe hapo. Okay, Yohana 1 mstari wa 40 na 42. 40 mpaka 42. Nataka kuonyesha jiwe linavyotumika kuweka jina jipya. Baada ya wewe kukutana na Mungu. Nimekupatia habari za Yakobo. Lakini pia nataka nikuonyeshe habari za jiwe kwa Petro. Yohana 1 mstari wa 40 mpaka 42. Andrea nduguye Simoni Petro alikuwa mmoja wa wale wawili waliomsikia Yohana na kumfuata Yesu. Huyo akamwona kwanza Simoni ndugu yake mwenyewe. Akamwambia, tumemwona Masihi, maana yake Kristo. Akampeleka kwa Yesu. Angalia na kusikiza kwa makini. Na Yesu akamtazama, anamtazama huyo Simoni aliyeletwa, mwanafunzi mpya ambaye rafiki yake amemsaidia, amempeleka kwa Yesu. Sasa Yesu anamtazama, akasema, wewe u Simoni mwana wa Yohana, nawe utaitwa Kefa. Angalia tafsiri yake. Tafsiri yake Petro au nini? Tafsiri yake Petro au nini? Maana yake ni kwamba jiwe lilitumika kuonyesha mwanzo mpya wa maisha ya mwanadamu. Angalia maisha ya Yakobo. Mungu anamtokea Yakobo, anamwambia, kwa sasa hauitwi Yakobo tena, tutakuita Israeli. Kwa nini? Kwa sababu tunataka wewe uwe taifa kubwa, na ndani ya wewe kuitwa Israeli tutatoa makabila 12. Na ndani ya wewe Israeli tutakukumbuka na vitu kama hivyo. Na Elia anakuja kujenga madhabahu kwa kutumia jiwe. Na hapa kwenye msingi wa Agano Jipya anaanza kubadilisha. Nilikwambia juzi wakati tunaanza hili somo, nikakwambia kuna wakati ambao Mungu anatumia miili yetu kama hekalu la Roho Mtakatifu. Maana ndani ya huu mwili kuna hiyo madhabahu. Maana yake anataka kutumia wewe kama hiyo madhabahu. Na hapa anasema, ninakwambia wewe Petro, sasa kuanzia sasa utaitwa Kefa. Tafsiri yake ni Petro au jiwe. Maana yake ni kwamba jiwe linatumika kuonyesha mwanzo mpya. Manake Petro wakati huo hakuwa mwanafunzi, amepelekwa tu na rafiki yake kwamba, bwana wewe, mimi mwenzako nimsikia Yohana akimhubiri habari za Kristo nikamwamini. Kwa hiyo Yesu ndio yule. Sasa ngoja nikuunganishe naye. Na Yesu anapomuona anaanza kutamka jina jipya juu ya maisha yake. Na mimi nakuombea Mungu aanze kutamka jina jipya kwenye maisha yako. Anapokutazama kwenye madhabahu yake akutamkie jina jipya. Atumie hilo jiwe kutamka jina jipya. Atumie hilo jiwe kutamka cheo kipya kwenye maisha yako. Atumie hilo jiwe kutamka jina jipya kwenye familia yako. Kweli tunaweza tukawa umetukana sana. Unaweza ukawa umetamkiwa maneno mabaya. Inaweza ukawa umetamkiwa maneno mabaya. Kumbuka madhabahu ndo zinatunza kumbukumbu za haya majina mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jiwe ndo likusaidie unapoitazama madhabahu. Kumbuka kwamba jiwe mojawapo ya kitu ambacho kitanisaidia ni kuanza kutamka jina jipya. Na Elia hapa anatuambia, anasema ijulikane ya kwamba wewe ndiwe Mungu katika Israeli. Manake anataka Mungu ajulikane jinsi alivyo katika Israeli. Manake kwa yule ambaye alimtokea na Yakobo akasimamisha jiwe, akamimina mafuta na akafanya kile alichokifanya, sasa ajidhihirishe tena kwa hawa. Bwana Yesu asifiwe. Haitoshi kukueleza habari za Yesu. Biblia inasema wakati amekufa wakaweka jiwe mlangoni pa kaburi, si ndio? Alafu Biblia inasema kwenye lile jiwe waliweka muhuri. Waliweka nini? Madhabahu za giza wao wana tabia ya kumzika mtu, sio aliyekufa. Wanaweza akachukua jina lako wakazika, alafu juu ya jiwe jina wakaweka jiwe. Ni vitu vya kiroho sana. Wakiweka juu jiwe wanaweka muhuri, alama kwamba hii ni ya mtu fulani, hii ni ya mtu fulani, hii ni ya familia fulani, hii ni ya ofisi fulani, hii ni ya kanisa fulani. Tuko pamoja? Sasa Biblia inasema wakati wanafanya hicho kitu, Herode anawaambia wale watu kwamba
nyinyi si mna ulinzi, mnalazimika vipi kuweka jiwe kati mna askari wanaolinda? Sikia, haitoshi wao kutumia askari kulinda mwili wa Yesu na kuzuia habari za ufufuko, ila wao wanafikiri kwamba ndani yao ili waweze kufanikiwa zaidi, kwa sababu wanajua mambo ya kiroho, adui anajua mambo ya kiroho, wakaamua pamoja na kwamba tutakuwa tunaangalizia kama maaskari, lakini tuweke jiwe na tuweke na muhuri juu. Tafsiri yake nyingine ni kwamba watu wanaweza wakakuzika, wakafunika jina lako, wakafunika utambulisho wako, wakafunika nyota yako, wakatumia madhabahu wakafunika, alafu wakaweka jiwe. Wakiweka jiwe maana yake wanataka wakufungie pale ndani. Lakini atukuzwe Mungu ambaye anawahesabiria siku, zikifika siku 3 wataona unafufuka. Wa Mungu anakuhesabiria tu siku, anajua ya kwamba utakaa kweli katika jiwe, utakaa katika kaburi ndio, lakini ni ndani ya siku 3 tu. Akusubiri Mungu, akusubiri huyu adui kwamba okay, sawa, amekuzika, amefurahi, ametoka, anashangilia, atakukuta mbele. Bwana Yesu asifiwe. Atakukuta mbele ukiwa umefanikiwa tena, atakukuta mbele ukiwa una amani tena, atakukuta mbele ukiwa una furaha tena. Anashangaa, huyu mtu mbona nilizika furaha yake? Anashangaa unatabasamu tena. Alisema kwamba nilizika ndoa yake, anashangaa unashangilia tena. Anasema nilizika watoto wake kwamba wasiolewe, anashangaa sasa wewe ndio umechangamka zaidi. Anaweza kama amezika hatua yako nyingine kiuchumi, anashangaa wewe ndio unayemkopesha badala ya wewe kukopa. Bwana Yesu asifiwe. Manake Mungu anatumia madhabahu, manake unaruhusiwa tu kutumia madhabahu kimoja baada ya kingine. Wewe kamatia tu leo jiwe. Na mimi nilipenda Yesu anasema juu ya mwamba huu nitajenga kanisa. Ni mnaelewa maana yake? Unajua kilitokea wakati ambao Yesu anauliza kuhusu tathmini ya maisha yake, ambayo hata wewe unahitaji kufanya, kujiuliza, okay, watu wanasema mimi ni nani? Si ndio? Na baada ya hapo wanafunzi wanajibu, na Petro naye akajibu kuhusu mitaani wanasemaje. Alafu Yesu akauliza, wewe unasemaje? Au nyinyi mnasemaje? Petro akasema, wewe ni Kristo. Alimtambua kwamba yeye ndiye aliyeketi kwenye madhabahu, kwenye kiti cha madhabahu. Tuko pamoja? Alipomtambua namna ile, Yesu anasema, wewe ni Petro, na juu ya mwamba huu, manake juu ya jiwe hili, juu ya mwamba huu, juu ya jiwe hili. Unajua jiwe ni mwamba, si ndio? Anasema juu ya mwamba huu nitajenga kanisa langu, manake nitajenga madhabahu yangu. Kanisa ndani yake kuna madhabahu. Tuko pamoja? Lakini sio tu hivyo, anasema kwa sababu nimejenga juu ya mwamba huu, nimejenga juu ya jiwe hili, milango ya kuzimu haitalishinda. Manake ukiwa ndani ya Kristo, ukafahamu kwamba madhabahu zinafanyaje kazi, na hasa kwenye eneo la jiwe ambalo tunazungumza leo, manake utagundua kwamba okay, Yesu anaweza akajenga madhabahu ndani yangu, anaweza akajenga madhabahu kwenye familia yangu, anaweza akajenga madhabahu, akajenga hema yake, akajenga kama maskani yake kule kazini, akajenga hiyo madhabahu kama ni kwenye masomo, akajenga madhabahu kwenye chochote unachokifanya. Alafu milango ya kuzimu haitanishinda. Maana utatembea kwa ujasiri, utatembea kifua mbele, ukijua hata kama madhabahu nyingine zitakuja kukutisha, utagundua kabisa wewe Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, yuko upande wako, na yeye ndiye anayekusaidia. Milango ya kuzimu ikifunguka bado haitakushinda, ikifungwa bado haitakushinda, ikitobolewa bado haitakushinda. Bwana Yesu asifiwe. Natamani tuwe tuna maombi hapa. Yakobo alitokewa akapewa jina jipya kwa njia ya jiwe, na Petro naye hivyo hivyo. Natamani tuombe jina jipya kwenye madhabahu hii ya Bwana. Adui anaweza akawa ametamkia majina mabaya, lakini tunatamani jina jipya. Nilishuhudia hapa awamu iliyopita, nikasema watu walinitamkia kama kikojozi, lakini Mungu akanipa jina la usafi katika jina la Yesu. Haleluya. Simama kwa miguu yako. Wanasikia huzuni sana, hasa nikiona watu wanapewa majina mabaya. Kataa hayo majina katika jina la Yesu.
Na ninatamani kuomba na watu wachache hapa. Kama kuna mtu ambaye anahisi alipewa jina baya na unakumbuka, kama unaweza kukumbuka, tuombe. Utakuja mbele, tutaomba. Siku zetu ni chache, lakini tutazitumia vizuri kama Mungu apendavyo. Kama wakati tunaendelea na maombi hapa, nasikia kuomba na watu wachache hapa. Kama unahisi kuna jina baya umewahi kupewa, unaweza ukaja tukaomba pamoja. Piga vyombo tuongoze kwa kinanda, wakati watu wa Mungu wanakuja kwa ajili ya maombi. Kiu yangu, haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Sina jina lingine ila jina lako Yesu. Oh, jina lenye nguvu ni Yesu, ni Yesu. Mwambie sina jingine. Sina jina jingine Ila jina lako, ila jina lako Yesu. oh, jina lenye nguvu ni Yesu, ni Yesu. Kama uko hapa unaona kuna jina ambalo umetamkiwa, tena jina linaloitwa Yesu ambalo lina nguvu, linaweza kufuta na kuharibu kila majina. Nami natamani umwambie Bwana kwenye maisha yako, mwambie Bwana, nimetamkiwa majina mengi, mengine majina ya umasikini. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana. Sema na Mungu kwenye maombi yako, sema na Mungu kupitia madhabahu. Naamu hii ukijua ya kwamba uko naye katika madhabahu hiyo hiyo, umeketi katika kiti cha enzi cha Mungu Baba, lakini umeketi pamoja na yeye Yesu Kristo. Kwa hiyo upande wa pili yuko Bwana, upande wa pili yuko Bwana, upande wa pili yuko Bwana ambaye anakutazama na anasubiri maombi yako yafikishwe mezani, anasubiri maombi yako yafikishwe mezani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Ninakuja mbele zako Mungu asubuhi ya leo. Ninajua wengine ambao Mungu ametamkiwa majina mabaya, nami ninaombea rehema kwenye madhabahu yako. Kila ambacho kimetumika kwenye madhabahu yako kutumika vibaya, wametumia madhabahu kutamka majina mabaya, nami Mungu wa mbinguni, ninafuta hiyo mihuri, ninafuta hizo alama, ninafuta hizo kumbukumbu, ninafuta huo udhaifu. Wengine wametamkiwa majina ya magonjwa ya kwamba wao ni wagonjwa muda wote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Ninakuja kwako Mungu, ninatuma nguvu zako e Bwana. Robo saka rinore saka, madhabahu zilizoshikilia majina yao, madhabahu zilizoshikilia majina yao, ninatamka tangu sasa madhabahu hii ya Bwana ikatamke majina mapya kwenye maisha yao, ikatamke majina mapya kwenye maisha yao. Ninatangaza majina ya furaha, ninatangaza majina ya amani, natangaza majina ya baraka, nikifuta majina ya laana katika jina la Yesu Kristo. Majina ya uzima tangu sasa, nikifuta majina ya ugonjwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Wengine wametajiwa majina kutokana na ulemavu wao, Bwana Yesu
ninatamka tangu sasa, huo ulemavu utawapata tena, na ninaufuta kwa damu ya Yesu. Ninawaimarisha katika kipawa chako katika jina la Yesu Kristo. Kwenye hii madhabahu yako Bwana, kuna familia zimetajiwa majina kutokana na tabia zao. Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, neema yako Mungu inayotosha Bwana ikawaponye watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Ninafuta jina la zamani, ninaandika jina jipya. Ninafuta jina la kwanza, naandika jina jipya. Yesu, kama ulivyosema ya kwamba hakika Mungu utaandika jina jipya, utaandika jina jipya, utaandika jina jipya kwenye vitanga vyako, utaandika jina jipya katika jina la Yesu Kristo. Ninaandika jina jipya tangu sasa, nikifuta majina yote ya kwanza ambayo Bwana adui alimwandikia. Anawezekana alimwandikia kifo, ninamwandikia uzima tangu sasa katika jina la Yesu Kristo. Majina ya aibu ninayafuta na kuleta majina ya heshima katika jina la Yesu Kristo. Majina yaliyoshikiliwa kwenye madhabahu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Nguvu za Mungu tangu sasa, nguvu za Mungu tangu sasa. Bwana Yesu, ninafuta majina mabaya, nafuta majina ya aibu, nafuta majina ya dharau katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Neema yako Bwana ikawe pamoja nao, ikawe pamoja nao wazazi ambao wametamkiwa majina mabaya. Mungu, ninawabariki tangu sasa, wako wazazi waliobarikiwa kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Waliotamkiwa majina mabaya kule kazini, ninawabariki, ninawatamkia baraka na uzima tele katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mungu, asante kwa sababu ya neema yako na nguvu zako, na utukufu wako Bwana ukadhihirike kama unavyotaka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Asante Mungu kwa sababu unatupenda. Asante Mungu kwa sababu unatujali. Na sifa na heshima ni zako kwako Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kama unaweza kumshangilia Bwana, mshangilie Bwana makofi mengi. Ongezee Bwana makofi, ongezee Bwana makofi, ongezee shangwe Bwana. Kabla sijarudi, naomba nitangaze tangazo hili. Ninasikia Mungu akitupa shuhuda nyingi sana katika wiki hii, na inawezekana na wewe umeshaanza kupata shuhuda. Kwa hiyo kesho Alhamisi pamoja na Ijumaa ni siku zetu mbili ambazo zimesalia. Tutazitumia kwa shuhuda na mafundisho yataendelea kama kawaida. Kwa hiyo kama una ushuhuda, unaweza kuwatafuta viongozi. Hata kama mimi mwenyewe ukiniona mahali, unaweza kuniambia, tutazileta hapa mbele za Bwana kama ishara ya kumshuhudia Bwana wa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, Ijumaa ni siku yetu ya mwisho kwenye maombi haya. Kwa hiyo tutakuwa na sadaka yetu ya shukrani kumshukuru Mungu. Na niseme tu, sadaka hiyo tutamuomba mwinjilisti pamoja na makuhani wa madhabahu hii wafanye kitu ambacho kitakuwa alama kwenye hii madhabahu, na alama ya hii semina ambayo Mungu ametuletea juu ya madhabahu, ili Mungu anapoitazama akakumbuke majina yetu, anapoitazama akakumbuke familia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu awabariki sana. Tukutane siku ya kesho. Amen. Asante sana. Mungu akubariki sana mtumishi kwa ajili ya neno. Niende kuwashukuru pia washarika wote, lakini pia niwakaribishe baadaye muda wa saa 5 kwa ajili ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba nikaribishe Sifa kwa ajili ya kutoa sadaka zetu. Muombe pia mchungaji, kama upo mchungaji Kisabugu. Nani kama wewe Bwana? Hakuna Mwingine kama wewe Bwana. Nani kama wewe Bwana? Hakuna mwingine kama wewe Bwana.
kama wewe Bwana, mwingine kama wewe Bwana. Hebu mpe mkono mwenzako, mwambie nimefurahi kuja kwako. Ubarikiwe na Bwana. Tushukuru Baba, lihimidiwe na jina lako. Asante Bwana, wale wenzetu walitembea ni nani atatuvingilishia jiwe hili, lakini wanapofika wanaona miujiza imekwenda kutendeka, kaburi ni wazi. Asante Baba kwa kuwa kila mmoja anaporudi leo kula anakokwenda anashangaa Mungu umekwenda kufanya mambo makubwa kwa ajili ya neno ambalo Mungu umekwenda kusema nasi Bwana. Katika jina la Yesu Kristo tunakutukuza tena kwa sadaka hii. Unapotuona Mungu wetu, uione sadaka yetu, tuone sisi kama ulivyoona wale wanawake, na jinsi ambavyo mfalme wale wote waliokuwa wanajishuku vibaya wamekwenda kujisikia vizuri kwa sababu Yesu amewatendea mambo makubwa. Asante kwa mtumishi wako Bwana Longo ambaye Bwana ametupa neno asubuhi ya leo na umesema naye na umesema nasi. Asante Mungu wetu kwa sababu sisi ni familia yako hapa Yerusalemu Bwana. Ndio watakatifu na upendezwa nao. Siku ya leo na mapambazuko ya Jumatano ni ajabu Bwana ambayo hatujawahi kuyaona mfalme. Maana ni mapambazuko mapya, giza limepita, nuru imekuja kwa ujumbe tuliosikia. Katika jina la Yesu Kristo tunapata furaha, tunapata amani, na tunaomba kila mmoja arudi akiwa amejaa furaha yako. Kwa jina lako tunaomba na kupokea na tuseme amen. Pokeeni baraka ya Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda, akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, akuinulie uso wake na kukupa amani. Ni siku Bwana ameifanya. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Tupungiane mikono tukisema neema, tukienenda kwa amani ya Bwana. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu kae na sote sasa na hata milele. Amen. Tuenende kwa amani ya Bwana, tumtumikie kwa furaha. Nani kama wewe Bwana?